mambo yake hajaenda vizuri, mwalimu anaweza akakava nafasi akacheza vizuri. Wakati mwingine nimeona type ya coach anavyocheza, kama mechi 3 za mwisho hivi nafikiri namba 9 alikuwa Mpanzu, si ndio? Kwa bado Simba wana hiyo advantage ya kuweza kutumia kikosi chao walichokuwa nacho vizuri, na naamini kwa wachezaji wengine waweza kuperform vizuri zaidi, kwa sababu ndio watakuwa wamezoea zaidi ligi. Na watakuwa na hamu ya kuonyesha zaidi ya kile kilichoonyesha msimu uliopita. Kwa hiyo maingizo mapya pia kwa Simba yanaweza yasiwe pressure kubwa sana. Jana kampeni zimefunguliwa rasmi na wameanza kwenye kanda ya Kinondoni. Pressure kubwa ni kwenye wajumbe. President na vice wao hawana mpinzani. Tumemsikia kila mmoja akazungumza, tumemsikia Mangungu, tumemsikia Gulamali na watu wengine watu Jembe unaambia nini wajumbe ambao ndio wenye dhamana ya kwenda kupiga kura, kwa sababu katiba ya Yanga inaruhusu watu 5 tu kwenye kila tawi. Tawi lina watu 100, watatoka wawakilishi 5 kwenda kuwapigia kura. Unazungumzia nini na hao watu 5 ambao ndio wenye dhamana kuwakilisha watu 100 kwenye tawi lao? Kwanza niwaambie wanachama wa Yanga ambao wenye dhamana au wenye nafasi kutokana na uhalali unaoruhusu kugombea, kwamba wamekuwa ni watu wenye kelele nyingi, lakini wanaonyesha wazi ni kiasi gani waoga na hawawezi kusimama kwa ajili ya timu yao. Nasema hivyo kwa sababu sio kwamba nawachukia Arafat na Hersi. Mfano kati ya wa viongozi wenye busara sana, Arafat mmoja wa viongozi kwa kweli mimi najua anajua mpira, anajua kuucheza, lakini nilikuwa tamani kuona ana mpinzani pale. Yaani Yanga unavyoiona kubwa hii, eti hakuna mgombea anaweza kampinga rais au akashindana naye. Yanga unavyoiona ukubwa na watu wake, haina mtu anaweza kagombea nafasi ya makamu wa rais. Nilizungumza hata kipindi kile upande wa Simba kama unakumbuka. Mimi kwangu naona ni vitu ambavyo vinaharibu hiyo ladha ya uchaguzi. Pili, inaonyesha ni klabu ambayo kwangu mimi naona kama demokrasia yao watu wanashindwa kuitumia vizuri. Inawezekana kwa uoga au kwa vyovyote vile. Kwenye kichwa tanaweza kwa nawaza ikawa sio hivyo, kisa labda kuna mashinikizo, si ndio? Lakini ni kitu cha hovyo. Na inaharibu ladha. Na utaona sasa hivi hata uchaguzi wenyewe gumzo lipo kwa wajumbe. 16. Kwa wajumbe tu. 16 katika si ndio? Ndio kumekuwa kuna gumzo. Na kuna gumzo kwa nini? Kwa sababu kuna ushindani. Huko kwenye rais na makamu tayari wale wameshajichaguliwa manake. Si ndio manake hivyo? Huu ni uchaguzi kweli? Na nyinyi mnaona ni uchaguzi na mnataka muusifie kwamba huu ni uchaguzi. Sawa? Ni uchaguzi, haina shida, lakini wakati mwingine ni vizuri watu wakajitokeza kugombea. Wakaondoa huo uoga ambao hauna sababu, na wakaamini Yanga ni klabu yao wao, sio ya watu fulani. Maana sio kaambia kwa sababu ukiingia kugombea fulani nyuma yake yuko fulani. Wakati mwingine watu wengine ni waongo, wanasema fulani wa fulani kumbe sio. Kwa hiyo kuingia kugombea nafasi ya urais dhidi ya rais aliyopo haina maana kwamba ni mtukutu au ni mtu mbaya. Badala yake ni mtu ambaye unaonyesha interest yako na nia kwamba siku moja hata huyu akinishinda siku hayupo, mimi naweza nikawa na nafasi ya kugombea na najiamini naweza kuiongoza klabu yangu. Kama watu ambao wamejiamini kwenye mfano mtu mwingine mimi namkubali katika wajumbe wa Yanga yule Alex Ngai. Si ndio? Kwa nini Ngai safari asingegombea urais kabisa? Au makamu wa rais? Sababu ameona atoshi. Yeye ameona atoshi. Basi sawa, lakini mimi kwa watu wanaona kwamba anatosha. Na kushindwa sio jambo baya. Labda wala nikitoka hapa kule nitashindwa alafu huko nitapoteza. Lakini unakuwa umeshawapelekea watu message kwamba me am someone I can do this. Kama alifanya mshikaji wako Julio anasema aligombea ubunge Kinondoni na Talimba akapata kula 3. Sasa hapo Julio akafanya jambo zuri. Ndio ninachokuambia, kwa sababu ameonyesha anaweza kugombea. Leo Julio hataki ingia kugombea, CV yake na mwisho anakuwa anaongea kugombea mara nyingine tena. Na wakati anagombea watu walikuwa wanaona hawezi kupata hata kura moja, lakini akapata kura 3. Kama tunai moja ya kwake, labda hata hizo nyingine 2 pote kama ni ya mkewe na mtoto wake au ya watu wengine ni sawa tu, lakini aligombea. Na hapo Julio sio mwanasiasa, si ndio? Lakini hapa tunazungumzia kwenye wana Yanga na Yanga yao. Kuna kitu kinatoa ladha ya uchaguzi wa Yanga. Inakuwa kama vile uchaguzi kama unakuja tu, unapita tu, lakini tayari kuna watu wameshajichagulia. Kwa hiyo mimi sioni kama ni sawa. Lakini kwa wapiga kura sasa zungumza nao, lakini pia hapo tutagusia jambo la Kishamba. Ni mwanamke pekee kwenye wajumbe
ama wagombea 16 lakini moja sera yake anasema asichaguliwe kwa sababu ni mwanamke, wampime kwa maana uwezo kwenda kuiwakilisha Yanga na kufanya vizuri kazi za Yanga kama ambavyo wajumbe au wanachama na mashabiki wa Yanga wanavyotaka. Nimeona pati ya hotuba ambazo zimezifuatilia ya Kishamba, alafu kuna Yanga wamepata mangungu wao. Nimemuona mangungu wa Yanga anafanana na mangungu wa Simba. Alafu na Batizo amesema ni ndugu yake, kwa hiyo nimemuona, lakini nimeona wajumbe wote wameongea, na namuona kuna mtu kama Gulamali ni kati ya wajumbe ambao ni vijana na experience kubwa. Nimemuona Msola pia, mtoto wa Msola. Lakini wanachama tutawaachia watakaochagua, lakini ni vizuri sana wachague watu ambao watakwenda kuisaidia Yanga. Wasichague watu kwa sababu labda kuna timu ya rais au kuna makamu wa rais, au wasichague watu kwa sababu tu wanawataka rais. Tunajua kwenye kampeni hizo kwa unajua rais anaunda timu yake, labda makamu timu yake, au makamu na rais wanaunda timu yao kabisa. Kuna kwa hiyo sisi tunamtaka. Sasa zingine kwenye kuwataka hawa na huyu wanakuwa wanawataka wale ambao watatekeleza yale wanaoyataka wao, ambao yanaweza wakati mwingine akawa sio kwa faida ya Yanga. Lakini waangalie kwenye kampeni za wanachama kwa maana wanachokizungumza, lakini pia wasiangalie wanachama ambao wagombea ambao wamezungukwa na chawa wengi. Maana nimeona mtu anaongea katikati, anaingia chawa kuongea katikati pale pale. Kwa hiyo wasichague hao watu wa hivyo, wachague watu ambao wanachama wanajua walivyo, wana akili nyingi sana. Wanaweza kuona kabisa huyu tunachagua mtu, huyu sio mtu. Lakini huyu tunamchagua tumfurahishe fulani, ambao saa zingine inakuwa faida sio ya klabu. Ni jambo zuri sana kwa sababu viongozi wanaingia kwa uhai wa klabu kwa miaka 4 inayokuja, si ndio? Kwa hiyo sio jambo la kulifanyia, yani hii inakuwa ni kama vile swala la ndoa. Si kwamba unachagua, yani uwezo kuchagua mtu kwa sababu unasema sio one night stand, si ndio? Huyu ni mtu wa kuishi naye nyumbani kwako, utalala naye, utaamka naye. Kwa hiyo lazima una umakini mkubwa sana unapochagua. Kwa hiyo hili ni swala la wanachama wa Yanga kwa sababu wao ndio wanakwenda kushikilia uhai au maisha ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni jambo zuri sana wakaifanya kwa umakini na kwa userious mkubwa sana. Lakini kwa wanachama wanaogombea ambao ni wagombea, ni vizuri sana pia, ni vizuri sana wao wamekuja kugombea kwa interest ya kuiwakilisha na kuisaidia klabu yao. Wasije kwa sababu ya interest ya fulani, kwamba sisi tunagombea kwa sababu fulani yuko hapa, au tunagombea kwa sababu fulani atatupigia kampeni. Wakishapewa hizo hela za kampeni, wakiingia pale interest inakuwa yule aliyetoa zile fedha za kampeni. Kwa Kishamba nimemsikia mwenyewe amesema watu wasimchague kwa sababu yeye ni mwanamke. Sijawahi kumsikia akiwa anagombea kokote kwenye swala la mpira, lakini nafikiri atakuwa na experience kupitia uandishi wa habari, atakuwa ameona mambo mengi, anajua vitu vingi. Sasa ni swala la wanachama wao kuamua, lakini mimi sina hofu naye, ninaamini atakuwa ni kati ya mtu atatoa msaada kwa namna nimemtambua, kwa sababu Kishamba mimi ni kati ya watu wadogo sana kwa maana ya kwenye media, si ndio? Lakini ni unamuona ni mtu ambaye tayari kwa muda mfupi kuna vitu amevifanya vizuri. Anisha media house yake, kuanzisha media house sio jambo dogo, mimi ninajua, na ameweza kuimanage, ipo na inaendelea, hata kama kuna miumbo upside downs zipo, lakini bado amekuwa hachoki na hakomi, na inaonyesha kama ni mwanamke, lakini mwanamke mpambanaji. Kwa bado unaona ana nafasi pia kubwa ya kuipigania klabu yake anayoipenda. Na kitu kingine kizuri, sasa hapa ndo nataka tu discuss jambo. Huwa ninawaambia umeona leo Kishamba anagombea, sina ni mwana Yanga, ni dhambi? Sio dhambi. Watu wanasema sisi fairness. Ni fair yeye kugombea, akirudi kwenye kazi yake anafanya kama kazi yake. Lakini akisha ingia kwenye uongozi, unawezaje ukasema kutoka kuna fair tena? So I want to challenge you. Na akisikia Kishamba naye I'm challenging haso kwamba akiingia kwenye uongozi, unafikiri Kishamba atakubali kuwa fair kwa Simba? So TV yake itakuwa fair kwa Simba? It will be, lakini some problem will be. So hiyo ndio hiyo mimi nasemaga, kama ukiamua, mfano mimi Suka niona nataka kugombea kwenye klabu nayoipenda, basi nimeamua kuwa mstaafu labda. Na sasa zingine nikianza kuongea nitakuwa naongea vitu tu vya klabu nayoipenda versus zile ambayo siipendi. Siwezi leo nikasema bana klabu hiyo umefanya hili au wafanye, itakuwa none of my business. Sijui umeelewa. Na hivyo vitu labda mimi nikija nikivifanya, labda nimeshavuka 55 labda hivi, ndio unasema sasa bana let me do this. Sababu sinakuwa ni mstaafu, napiga na jezi ya timu nayoipenda, miguu juu na nini. Kishamba ameingia akiwa bado mdogo sana. Sasa this is my opinion.
kwamba it's too early kwa mtu wa media kwenda pale afu kafanya vile, lakini kwa sababu ni uamuzi wake na ni chaguo lake, na sisi binadamu everyone thinks on or her own way, si ndio? Unafikiria unavyotaka wewe mwenyewe, unafanya unavyoamua wewe mwenyewe. Kwa hiyo ana haki ya kufanya hivyo anavyofanya, na bado mimi narudia kusema vile, kama akiingia ana nafasi ya kuisaidia klabu ya Yanga kwenye pati nyingi, na mfano kama nimsikia amesema pia watoto wa kike hawana wa kuzungumza naye. Haiwezi kuwa sababu ya msingi sana, lakini pati ya hizo sababu kweli akawa pati ya yeye msimamizi mkuu kwenye timu ya wanawake na vitu vingi akavisimamia. Kwa hiyo mimi nafikiri ungeniambia ningekuwa ni mpiga kura kati ya watu ambao ningewachagua, ningemchagua Priska. Labda ningeweza kumchagua kwa sababu mtu wangu wa media, lakini ningeweza kumchagua saa zingine kwa sababu nimemuona kwa mifano hivi vitu nimekuambia ambavyo amewahi kuvifanya, lakini sasa bado sijapata kadi ya klabu yetu. Shukrani. Asante sana.